Imepokewa kwenye mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema walmujahidu man jahada nafsahu fi ta'ati llah, na mwenye kupigana jihadi kikweli kweli ni yule anaopambana jihadi hiyo na nafsi yake mpaka akaishinda nafsi yake, ikakaa katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vita hii au jihadi hii ya nafsi, wanazuoni wameiita jihadu dakhili. Ni vita, ni jihadi ya ndani kati yako au kati yetu na nafsi zetu. Na wakasema utofauti wa vita hii au jihadi hii, adui yako sio yule ambaye wewe ukiwa kwenye haki halafu ukamshinda, ukamuua, ukammaliza, unapata nuru katika uso wako na thawabu nyingi. Na yeye akikushinda, akikuua, unaingia peponi. Adui yako hapa sio huyu. Wakasema a'da aduwik, adui yako aliye adui zaidi kabisa kwako ni nafsi yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo hii wakaiita jihadi ya ndani, anayopambana mtu na nafsi yake kuidhibiti kwenye matamanio na yale yote ya haramu, akaishinda, akaifanya imekaa katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika masahaba alipoulizwa kuhusu vita na jihadi, akamjibu aliyomuuliza, ibda binafsika faghziha, anza na nafsi yako upigane nayo kwanza. Wabda binafsika fajahidha, na anza kwenye nafsi yako, pigana nayo jihadi ili uilete ikae katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kama vile anamwambia, ukishindwa vita ya ndani, kushinda vita ya nje itakuwa ni jambo lisilowezekana. Ukishindwa vita ya ndani ya wewe kuidhibiti nafsi yako na matamanio ya yaliyo ya haramu, hutoweza kupambana na wale waliokuzunguka kuwatoa kwenye kufanya yaliyo ya haramu. Kwa hivyo vita iliyo kubwa kabisa ni ya kupambana na nafsi, kuiweka katika kumtii Mwenyezi Mungu, kupambana na nafsi kuepukana na tabia zenye kuangamiza. Watu katika nafsi zao kwa mafunzo haya wamegawanyika katika sehemu mbili au makundi mawili. Kuna kundi limemilikiwa na nafsi, kwa hiyo limekuwa ni mtumwa wa nafsi yake, linafata na kufanya yale yote nafsi inayoyataka, hata kama ni haramu. Mwenyezi Mungu ameharamisha, anajua wazi, amesoma Qur'ani, amesikia mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayokataza jambo lile. Maadamu nafsi yake inataka, ataifata na kutii inavyotaka nafsi yake. Mwenyezi Mungu kakataza kukata udugu. Huyu ataendelea kama ni mtumwa wa nafsi, atasali, atahiji, atatoa sadaka, atafanya mambo yote ya kheri, lakini bado atakata udugu. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni kundi ambalo limeishinda nafsi. Nafsi ndo inafata na kutekeleza yale anayoyataka yeye, na hili ndio kundi la sawasawa. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaambiwa adui yetu aliye mkubwa kabisa ni nafsi zetu, kwa sababu nafsi zimeumbwa kuwa na matamanio, na matamanio yale ni lazima yadhibitiwe na nguvu ya imani. Matamanio ya nafsi yasipodhibitiwa na nguvu ya imani, mara nyingi matamanio yale yanakuwa pamoja na madhambi. Mara nyingi matamanio yale yanakusukuma kwenye yale asiyoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Lakini kukiwa kuna nguvu ya imani, itaweza kuongoza matamanio ya nafsi katika yale tu anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Vita hii ni vita inayoendelea. Hakuna yoyote kati yetu anayeweza kusema ameshinda vita hii. Ipo, inaendelea kati ya mtu na nafsi yake mpaka pale anapoondoka ulimwenguni. Kwa hivyo basi, popote pale ulipo, chochote kile unachokifanya, unachokitamani na kukipenda, kagua vizuri matamanio yako na mapenzi yako kwenye hicho yanakwenda sawa na anayoyataka Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Kama hayaendi sawa, udhibiti na uizuie nafsi yako. Si jambo jepesi kudhibiti nafsi na matamanio, si jambo jepesi, na wakati mwingine si jepesi kabisa pale unapokuwa umezungukwa na wengine, kila mtu anafanya. Pengine ni biashara, kila mtu anafanya ambacho wewe unajua ni haramu. Uidhibiti nafsi yako kuwa usifanye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kujua kuwa kudhibiti nafsi na matamanio si jambo jepesi, ndio maana ameweka malipo makubwa. Umesafiri na wafanyabiashara wenzako vijana, hakuna anayewaona, mko maelfu na maelfu ya maili na nyumbani, kila mtu anafanya, halafu ukadhibiti nafsi yako kuwa wewe hufanyi. Si jambo jepesi na malipo yake ni makubwa. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, wa amma man khafa maqama rabbih, ama yule ambaye mwenye kuogopa kisimamo kati yake na Mola wake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kisimamo hiki akituambia, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, hakuna yoyote kati yenu isipokuwa atazungumza na Mola wake. Tena hakuna kati yao mkalimani. Kisimamo kile watu wema waliopita kilikuwa kinawashughulisha sana kwenye kila wanachokifanya. Anakumbuka kile kisimamo atasema nini siku ile.
Kwa hivyo, ama mwenye kuogopa kisimamo na Mola wake, wanaha nafsa anil hawa, kisha akaikataza nafsi yake na matamanio. Hakuna anayekuona, uko peke yako, na hao waliokuzunguka pengine waliokuita huko, hayo kwao ni mambo ya kawaida kabisa, lakini ukaizuia nafsi yako na matamanio. Mwenyezi Mungu anasema fa innal jannata hiya almawa, huyo pepo ndiyo makazi yake. Si jambo jepesi, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu anatoa malipo makubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وبقية العشر بشرين بالجنة، وعن أزواج نبيك وعمي وسبطه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.